Na unapokuwa kiongozi wa kiroho katika nafsi, maana yake ni rahisi sana kucontrol moyo wa kiongozi au moyo wa waumini. Unapokuwa kiongozi wa kiroho duniani, maana yake una nafasi kubwa ya kuingiza agenda ya kuleta amani katika mioyo ya watu, kwa sababu ndivyo ilivyo. Watu wanakuamini kama baba uliyekuwa mwakilishi wa mambo yote, mwakilishi wa mambo ya kiroho na ya kimwili. Kwa sababu gani? Umepewa zamana ya kuongoza roho za watu, sio kuongoza wanasiasa peke yake, sio kuongoza wabunge peke yake, sio kuongoza wenye mamlaka peke yake, sio kuongoza watu wa hali ya duni peke yake, ni kuongoza roho za jamii yote nzima. Ndiyo maana sisi kama viongozi wa dini tunapaswa kulaumiwa sana Tanzania itakapoenda kumwaga damu, kwa sababu tumeshindwa kutekeleza nafasi zetu tulizonazo, tulizopewa zamana. Tumeiacha njia yetu, tumeacha mamlaka yetu, tumeacha nafasi tuliyopewa na Bwana, tumeshindwa kuitumikia vyema. Ndiyo maana taifa letu linakwenda pabaya, lina hatari ya kwenda kumwaga damu, na tayari limeshaanza kugawanyika. Nani wa kulaumiwa? Ni sehemu kubwa si wanasiasa, bali ni viongozi wa dini waliogeuka na kuacha njia zao, kutumikia kwa namna gani ya kusimama kwenye nafasi zao. Wamejikuta wamekuwa ni sauti ya viongozi wa serikali, sauti ya mamlaka tu, ya wale wenye mamlaka tu. Ni kwa sababu ya kuhofu ya kupoteza nafasi zao, ya kupoteza madhehebu yao, kupoteza vyeo vyao, ya kuogopa kuwekwa ndani, ya kuogopa kuwekwa kwenye magereza. Sikiliza, hii ndio sababu kubwa Tanzania itakapokwenda kumwaga damu, watakaolaumiwa zaidi, damu zitakazomwagika, si wanasiasa tu watalaumiwa, bali viongozi wa dini watalaumiwa sana, kwa sababu wameshindwa kutumikia nafasi zao vizuri. Hawakukemea yale ambayo yalikuwa na watesa waumini wao, hawakukemea kama wakina baba ambao wamepewa zamana, hawakusimama kwa nafasi zao kukemea na kupinga maovu wanayopitia wananchi wao, wanayopitia waumini wao. Wanani atalaumiwa? Watalaumiwa wa viongozi wa dini, na kujumuisha na hao wanasiasa, kwa sababu kwa sehemu kubwa viongozi wa dini ndio wenye dhamana ya haya mambo. Wamepewa kuwa nafasi ya nani? Ya kuwa mababa wa kiroho duniani. Tumeitwa kuwa mababa wa mataifa kiroho, lakini baba amekuwa kimya wakati watoto wake wanalia. Watu wanakuja katika ibada zetu wakiwa wamechoka, wakiwa na vilio vya njaa, mateso, utekaji, hofu, lakini wanaondoka bila faraja, maana tumeunganishwa zaidi na wenye mamlaka kuliko walioumizwa. Sikiliza, washirika wamekuwa wakija katika ibada zetu, washirika wamekuja katika semina zetu, washirika wamekuja katika mikutano yetu wakiamini wanaenda katika baba wa kiroho. Tunaenda kumsikiliza baba yetu wa kiroho ambaye anaongoza masuala yote ya kiroho na ya kimwili. Kwa hiyo tunamtazama yeye, tunamsikiliza yeye, mwelekeo wetu. Yeye ndio kiongozi. Wanawaamini viongozi wa dini, lakini matokeo yake tumeunganishwa zaidi na wenye mamlaka. Tumesahau jamii yetu, tumeshindwa kujihusisha nao. Hatuwajali hawa waumini, hatuwajali hawa watu wa hali ya chini. Tumejihusisha zaidi na wenye mamlaka, tumeunganishwa zaidi na wanasiasa, tumeunganishwa zaidi na viongozi wa serikali, tumeunganishwa zaidi na wenye uwezo, wenye nguvu, tukihofia kupoteza sadaka, tukihofia kupoteza vyeo vyetu, tukihofia kupoteza dini zetu, tukihofia kupoteza heshima zetu, tukihofia kuwekwa magerezani. Tumelalia upande wa wenye mamlaka, tumelalia upande wa wenye serikali, tumelalia upande huo mmoja. Tumeshindwa kuwa baba wa wote kiroho, namna ya kuongoza. Na ndivyo ilivyo katika taifa, limegawanyika kwa sababu ya uzembe wa viongozi wa dini. Uzembe wa viongozi wa dini, wameshindwa kusimamia nafasi zao, wameegemea upande mmoja kwa hofu. Wameshindwa kuelewa kwamba watu wamekuja katika ibada wakiwa na mateso, utekaji, wakiwa na hofu ndani ya mioyo yao. Sikiliza, lakini wanaondoka bila faraja, maana tumeunganishwa zaidi na wenye
wenye mamlaka, wenye nafasi zao. Na ndivyo ilivyo taifa la Tanzania. Viongozi wamesababisha nchi tunafikia hapa, maana ndio wamekusanya mamia. Yapo makanisa makubwa Tanzania ambayo yanasema wao ni sehemu ya jamii. Ukiwa kama kiongozi wa dini, wewe kama mchungaji, wewe kama unajiita nabii, kwa nini umeshindwa kusimama na watu hao? Unaowaongoza wana shida zao. Ndio maana ninalia na watu tubadilike. Watu wa Mungu tujihusishe. Lazima watu wa Mungu tujihusishe kujua shida za watu. Hawa waumini, hawa ndio wanatutegemea. Hawa ndio tunatakiwa kuwapa dira. Sisi ndio tuna nafasi ya kusema tunaelekea hapa. Sisi ndio tuna nafasi, sisi ndio warinzi wao wa kupiga kelele wanapopoteza direction, taifa inapopoteza mwelekeo. Sisi ndio tuna nafasi ya kulirejesha. Lakini tumeshindwa viongozi wa dini. Tunakula na wanyang'anyi, tunakula na watekaji, tunakula na watu ambao wanachinja, tunakula na watu ambao wanaua watu kwa sababu ya kujipendekeza. Tumesahau kondoo tunaowaongoza, wenye vilio, wenye mateso, wenye huzuni. Tena wao ndio wanatupa sadaka zetu, hao ndio wanatumilikisha magari, hao ndio wanatupatia vyeo, hao ndio wanatupa CV, hao ndio wanasomesha watoto wetu. Tumewasahau, hatuwajali. Na ndio sasa taifa linaelekea pabaya, linaelekea kwenye mgawanyiko, linaelekea mahali ambapo ni hatari. Nani atanusuru taifa linapoelekea katika mkanganyiko kama si viongozi wa dini kurejea katika njia yao, kurejea katika nafasi zao? Maandiko yanasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Sisi ndio tumekabidhiwa dunia, tumekabidhiwa Tanzania, tumekabidhiwa dunia kurejesha, kunyosha njia, kukemea mabonde mabaya. Sikiliza watu viongozi wa dini, damu zitakapomwagika, ni nani atalaumiwa? Nani atahukumiwa siku hiyo? Damu zitakapolia Tanzania, damu zitakapomwagika Tanzania, zitamwagika kwa sababu viongozi wa dini wameacha nafasi zao, wameacha njia zao, wameacha mahali ambapo walikabidhiwa wasimame, wawe kioo, wawe ndio njia ya kweli. Nani ambaye atalaumiwa kama sio viongozi wa dini waliopewa nafasi? Wakisema viongozi waumini tukutane Jumatano, wanakutana nao, wanapandikiza wanachokitaka. Lakini kumbe wao wako na mahesabu mengine. Wana mahesabu ya kwenda tu Ikulu, wana mahesabu ya kwenda kwa viongozi tu wenye mamlaka, wana mahesabu ya kwenda kukaa kwenye vikao vya kifahari, wana mahesabu ya kujenga majumba. Hawana habari na jamii yao, hawajihusishi shida zao, hawajihusishi mateso yao, hawajihusishi vilio vyao. Mungu, asante kwa kuniponya. Nimeona mkono wako Masia, nimeona mkono wako Masia. Umenipigania, maadui waumia, umenipa uzima na shetani analia. Umenipigania, maadui waumia, umenipa uzima na shetani analia. Nilipoanguka ulininua wewe, nilipopotea ulinipata wewe, kwenye giza ulinipa nuru wewe Bwana. Na sasa nitasema Yesu ndiye Bwana. Kwenye giza ulinipa nuru wewe Bwana. Na sasa ninasema Yesu ndiye Bwana. Nasema asante Mungu wangu, 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 nasema
Bwana Yesu asifiwe sana. Wana na binti za Mungu, kwanza ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mahali pale ambapo upo unaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya, bara la Afrika, ni yule mtumwa wako mwinjilisti Pascal Cassian tena, ambaye anaendelea kuimarika na tayari anaendelea kurudi katika nafasi ambayo Bwana amempa katika nyakati zetu za mwisho tulizonazo. Msingi ni ule ule wa kutekeleza ujumbe ambao Bwana anasema nasi katika nyakati zote. Nimekuwa na ujumbe ambao Bwana amenipa tangu nianze kurejea katika afya yangu. Ni ujumbe wa kujihusisha, ni ujumbe wa kuchangamana na jamii, ni kuwa katika hali ya kuwakilisha jamii, kuangalia watu ambao wapo katika nyakati zote, mazingira yote. Mungu anataka tuchangamane nao, twende tukasikie shida zao, tuwe sauti zao, tujue matatizo yao. Namna gani tukishagundua matatizo yao, na ndipo tutaweza kuwarejesha na kuwaongoa na kuweza kuwaweka katika msingi wa kumjua Kristo. Pale ambapo tutajua matatizo wanayopitia, changamoto walizonazo. Kwa hiyo sisi kama watu wa Mungu tumekosa experience ya kwamba tunatakiwa kuwa sauti ya jamii. Tunatakiwa kuwa sehemu ya watu ambao wanalia, wana matatizo, kwa sababu Bwana ndio ametupa. Tunatakiwa kuwa sauti zao, tunatakiwa kuwa wawakilishi wao. Na ndivyo hivyo manabii wa zamani walijihusisha na jamii zao, walijihusisha na watu mbalimbali. Walipojaribu kujihusisha nao, ndipo walipowawini na kuweza kuwasaidia, na ikawa rahisi kuwaleta kwa Kristo. Hawakuwatenga, hawakujionyesha kwamba wao wako nje nao, isipokuwa waliwatumikia, walitambua mahitaji yao, na ikawa rahisi kuwarejesha kuja kwa Kristo. Na ndio ujumbe ambao Bwana amenipa, na ndio tausimamia hapa, kuwa na mbinu ya kuchangamana nao, ya kujiingiza katikati yao, ya kupeleka ujumbe wao kwa njia mbalimbali na mbinu mpya, slogan mpya, skills ambazo Roho wa Bwana alizitumia kwa manabii na mitume kwa ajili ya kuimaliza kazi yake katika kipindi hicho. Na ndicho tunachotakiwa, tumepungukiwa muda huu. Sasa Bwana amenipa ujumbe huu tena, kama vile ambavyo amekuwa akiachilia ujumbe kila nyakati kwenye huduma yangu. Na ninapoendelea kuimarika na kurejea, ninarudi tena na ujumbe huu. Kasi kwa sasa tunapotaka kwenda kuanza somo hili, funika macho yako tupate kuomba. Bwana Yesu, nakushukuru kwa neema ulionipa. Asante Mfalme, wewe ni mwaminifu tunapoenda kujifunza. Uwe pamoja nasi katika dunia yote wanaonitazama. Uwabariki na kuwakumbuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mpenzi mtazamaji wangu, ninakushukuru wewe ambaye umeendelea kuungana pamoja nami. Unaweza ukatumia namba za simu hizo kwa ajili ya kuungana pamoja nami katika hii huduma, kwa namna utakavyowezeshwa, kwa afya ambayo umenipigania mpaka dakika hii, na sasa ninazidi kuimarika na rejea katika madhabahu hii. Sikiliza vizuri, katika somo letu la leo ni namna gani ambavyo Tanzania inaelekea mahala pabaya. Na nimezungumza sana ujumbe kabla ya mambo yanajatokea. Nimesema sana habari ya Tanzania na dunia kiujumla, mambo yanaenda kutokea katika unabii yaliyoorozeshwa yatatokea kila nchi. Lakini nilizungumza na taifa la Tanzania ningali bado sijapata maradhi, na ndiyo maana niliyazungumza hayo yote kwa kuwatahadharisha watu wa Tanzania. Sikiliza vizuri, wapendwa, katika taifa letu la Tanzania lipo katika hatari kubwa ya kugawanyika, ya kuingia katika umwagaji wa damu na ya kupoteza nuru yake. Nisikilize watu wa Mungu, taifa letu la Tanzania liko katika hatari ya kugawanyika, na tayari limekwisha kuanza kugawanyika. Taifa la Tanzania limekwisha kuanza kugawanyika, tena liko kwenye hatari ya kuelekea katika umwagaji wa damu, ambapo ni taifa Bwana alilipatia neema ya kuwa kisiwa ama sehemu, ni kitovu cha kukimbilia watu wenye changamoto kwenye mataifa yao. Lakini leo taifa letu limeanza kupasuka, limeanza kugawanyika, limeanza kujigawa, na linaelekea kwenye hatari ya kwenda kumwaga
damu muda sio mrefu. Sikiliza vizuri sababu yake. Lakini ukweli ni huu, sababu kubwa si wanasiasa peke yake, bali ni sisi viongozi wa dini tulioacha nafasi yetu ya kuwa sauti ya watu. Sikiliza, sababu ya kufika hapa katika taifa la Tanzania ni kwa sababu si kwa sababu ya wanasiasa peke yake, bali inachangiwa sisi viongozi wa dini tuliopewa dhamana kubwa ya kuweza kukaa na maelfu na maelfu ya waumini kila wiki, kila Jumapili, kila Jumamosi, kila Ijumaa. Sisi viongozi wa dini tuliopewa dhamana ya hawa watu kuwaongoza tumeshindwa kutumia nafasi zetu. Kwa hiyo kuna mahala ambapo wanasiasa wamechangia, lakini kwa sehemu kubwa wanaotakiwa kubeba lawama hizi wameshindwa kusimamia nafasi zao katika taifa hili. Wamekuwa katika hali ya kuwa hawawezi kuzitumia nafasi zao. Sikiliza vizuri. Tumeitwa kuwa baba wa mataifa kiroho, lakini baba amekuwa kimya wakati watoto wake wanalia. Sisi kama viongozi wa dini tumeitwa kuwa baba wa mataifa, baba wa viongozi, baba wa mataifa, baba wa wanasiasa. Kwa namna gani ya kuenenda nao, ya kuwaonya, kuwaelekeza. Sisi kama viongozi wa dini, sisi kama viongozi wa dini wa waumini tumeitwa kuwa baba wa mataifa kiroho, tunaotakiwa kuwasaidia. Na unapokuwa kiongozi wa kiroho katika nafsi, maana yake ni rahisi sana kucontrol moyo wa kiongozi au moyo wa waumini. Unapokuwa kiongozi wa kiroho duniani, maana yake una nafasi kubwa ya kuingiza agenda ya kuleta amani katika mioyo ya watu, kwa sababu ndivyo ilivyo. Watu wanakuamini kama baba uliyekuwa mwakilishi wa mambo yote, mwakilishi wa mambo ya kiroho na ya kimwili. Kwa sababu gani? Umepewa dhamana ya kuongoza roho za watu, sio kuongoza wanasiasa peke yake, sio kuongoza wabunge peke yake, sio kuongoza wenye mamlaka peke yake, sio kuongoza watu wa hali ya duni peke yake, ni kuongoza roho za jamii yote nzima. Ndiyo maana sisi kama viongozi wa dini tunapaswa kulaumiwa sana Tanzania itakapoenda kumwaga damu, kwa sababu tumeshindwa kutekeleza nafasi zetu tulizonazo, tulizopewa zamana. Tumeiacha njia yetu, tumeacha mamlaka yetu, tumeacha nafasi tuliyopewa na Bwana, tumeshindwa kuitumikia vyema. Ndiyo maana taifa letu linakwenda pabaya, lina hatari ya kwenda kumwaga damu, na tayari limeshaanza kugawanyika. Nani wa kulaumiwa? Ni sehemu kubwa si wanasiasa, bali ni viongozi wa dini waliogeuka na kuacha njia zao, kutumikia kwa namna gani ya kusimama kwenye nafasi zao. Wamejikuta wamekuwa ni sauti ya viongozi wa serikali, sauti ya mamlaka tu, ya wale wenye mamlaka tu. Ni kwa sababu ya kuhofu ya kupoteza nafasi zao, ya kupoteza madhehebu yao, kupoteza vyeo vyao, ya kuogopa kuwekwa ndani, ya kuogopa kuwekwa kwenye magereza. Sikiliza, hii ndiyo sababu kubwa Tanzania itakapokwenda kumwaga damu, watakaolaumiwa zaidi, damu zitakazomwagika, si wanasiasa tu watalaumiwa, bali viongozi wa dini watalaumiwa sana, kwa sababu wameshindwa kutumikia nafasi zao vizuri. Hawakukemea yale ambayo yalikuwa na watesa waumini wao, hawakukemea kama wakina baba ambao wamepewa zamana, hawakusimama kwa nafasi zao kukemea na kupinga maovu wanayopitia wananchi wao, wanayopitia waumini wao. Wanani atalaumiwa? Watalaumiwa wa viongozi wa dini na kujumuisha na hao wanasiasa, kwa sababu kwa sehemu kubwa viongozi wa dini ndio wenye dhamana ya haya mambo. Wamepewa kuwa nafasi ya nani? Ya kuwa mababa wa kiroho duniani. Sikiliza vizuri, mtu wa Mungu. Tumeitwa kuwa mababa wa mataifa kiroho, lakini baba amekuwa kimya wakati watoto wake wanalia. Watu wanakuja katika ibada zetu wakiwa wamechoka, wakiwa na vilio vya njaa, mateso, utekaji, hofu, lakini wanaondoka
bila faraja, maana tumeunganishwa zaidi na wenye mamlaka kuliko walioumizwa. Sikiliza, washirika wamekuwa wakija katika ibada zetu, washirika wamekuja katika semina zetu, washirika wamekuja katika mikutano yetu wakiamini wanaenda katika baba wa kiroho. Tunaenda kumsikiliza baba yetu wa kiroho ambaye anaongoza masuala yote ya kiroho na ya kimwili. Kwa hiyo tunamtazama yeye, tunamsikiliza yeye, mwelekeo wetu yeye ndio kiongozi. Wanawaamini viongozi wa dini, lakini matokeo yake tumeunganishwa zaidi na wenye mamlaka. Tumesahau jamii yetu, tumeshindwa kujihusisha nao. Hatuwajali hawa waumini, hatuwajali hawa watu wa hali ya chini. Tumejihusisha zaidi na wenye mamlaka. Tumeunganishwa zaidi na wanasiasa, tumeunganishwa zaidi na viongozi wa serikali, tumeunganishwa zaidi na wenye uwezo, wenye nguvu, tukihofia kupoteza sadaka, tukihofia kupoteza vyeo vyetu, tukihofia kupoteza dini zetu, tukihofia kupoteza heshima zetu, tukihofia kuwekwa magerezani. Tumelalia upande wa wenye mamlaka, tumelalia upande wa wenye serikali, tumelalia upande huo mmoja. Tumeshindwa kuwa baba wa wote kiroho, namna ya kuongoza. Na ndivyo ilivyo katika taifa, limegawanyika kwa sababu ya uzembe wa viongozi wa dini. Uzembe wa viongozi wa dini, wameshindwa kusimamia nafasi zao, wameegemea upande mmoja kwa hofu. Wameshindwa kuelewa kwamba watu wamekuja katika ibada wakiwa na mateso, utekaji, wakiwa na hofu ndani ya mioyo yao. Sikiliza, lakini wanaondoka bila faraja, maana tumeunganishwa zaidi na wenye mamlaka, wenye nafasi zao. Na ndio tumekuwa hivyo, na ndivyo ilivyo taifa la Tanzania. Viongozi wa dini wamesababisha nchi tunafikia hapa, maana ndio wamekusanya mamia. Yapo makanisa makubwa Tanzania ambayo yanasema wao ni sehemu ya jamii. Ukiwa kama kiongozi wa dini, wewe kama mchungaji, wewe kama unajiita nabii, kwa nini umeshindwa kusimama na watu hao? Unaowaongoza wana shida zao. Ndio maana ninalia na watu tubadilike. Watu wa Mungu tujihusishe. Lazima watu wa Mungu tujihusishe kujua shida za watu. Hawa waumini, hawa ndio wanatutegemea. Hawa ndio tunatakiwa kuwapa dira. Sisi ndio tuna nafasi ya kusema tunaelekea hapa. Sisi ndio tuna nafasi, sisi ndio warinzi wao wa kupiga kelele wanapopoteza direction, taifa linapopoteza mwelekeo. Sisi ndio tuna nafasi ya kulirejesha, lakini tumeshindwa viongozi wa dini. Tunakula na wanyang'anyi, tunakula na watekaji, tunakula na watu ambao wanachinja, tunakula na watu ambao wanaua watu kwa sababu ya kujipendekeza. Tumesahau kondoo tunaowaongoza, wenye vilio, wenye mateso, wenye huzuni. Tena wao ndio wanatupa sadaka zetu, hao ndio wanatumilikisha magari, hao ndio wanatupatia vyeo, hao ndio wanatupa CV, hao ndio wanasomesha watoto wetu. Tumewasahau, hatuwajali. Na ndio sasa taifa linaelekea pabaya, linaelekea kwenye mgawanyiko, linaelekea mahali ambapo ni hatari. Nani atanusuru taifa linapoelekea katika mkanganyiko kama si viongozi wa dini kurejea katika njia yao, kurejea katika nafasi zao? Maandiko yanasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Sisi ndio tumekabidhiwa dunia, tumekabidhiwa Tanzania, tumekabidhiwa dunia kurejesha, kunyosha njia, kukemea mabonde mabaya. Sikiliza watu, viongozi wa dini, damu zitakapomwagika, ni nani atalaumiwa? Nani atahukumiwa siku hiyo? Damu zitakapolia Tanzania, damu zitakapomwagika Tanzania, zitamwagika kwa sababu viongozi wa dini wameacha nafasi zao, wameacha njia zao, wameacha mahali ambapo walikabidhiwa. Wasimame, wawe kioo, wawe ndio njia ya kweli. Nani ambaye atalaumiwa kama sio viongozi wa dini waliopewa nafasi? Wakisema viongozi waumini tukutane Jumatano, wanakutana nao, wanapandikiza wanachokitaka, lakini kumbe wao wako na mahesabu mengine.
wana mahesabu ya kwenda tu Ikulu, wana mahesabu ya kwenda kwa viongozi tu wenye mamlaka, wana mahesabu ya kwenda kukaa kwenye vikao vya kifahari, wana mahesabu ya kujenga majumba. Hawana habari na jamii yao, hawajihusishi shida zao, hawajihusishi mateso yao, hawajihusishi vilio vyao. Tujihusishe. Ndio maana nimekuja na ujumbe Bwana amenipa wa kujihusisha. Tunakosa baraka za Mungu ni kwa sababu hatujihusishi. Tumewakosa vijana kwa sababu tumeweka mipaka. Tumechagua njia zetu. Hatutaki kujiingiza humo ndani. Hatutaki kuchangamana nao hao watu. Hatutaki. Tumewatenga watu wa hali ya chini. Tumewatenga makahaba. Tumewatenga watu ambao wamevaa vibaya. Tumewatenga. Tujihusishe. Tusimame kwenye nafasi zetu. Huu ndio wito Bwana anazungumza na kanisa. Anazungumza na watu. Na hata kama tutavuka kwenye nafasi katika mvurugano katika taifa hili, katika mgawanyiko, tutakapokaa saa, watu wa Mungu, wito wa siku za mwisho, Yesu anaita au Mungu anasema tujichangamanishe mle ndani ili tujue shida zao, tujue mateso yao, tuwarejeshe kwa Kristo. Tutadaiwa. Lazima tuwe na mbinu za kiroho. Tujihusishe katikati yao ili tujue tabu zao, tuwasemehe. Hao ndio wanategemea sauti zetu. Sisi kama viongozi wanaotuamini, kama mababa, sikia mtu wa Mungu, tumekosa wito wa kale. Watumishi wa Mungu, sikiliza. Katika Biblia kila nabii wa kweli alijihusisha na jamii. Katika Biblia kila nabii wa kweli alijihusisha na jamii. Sikiliza vizuri. Ukisoma vizuri hapo, Musa alisimama kati ya Farao na wana wa Israeli, akasema, waache watu wangu waende. Moja ya manabii wakubwa waliojihusisha katika jamii, walipotumwa na Bwana, walimwambia Farao. Alisimama na wana wa Israeli. Musa akasema, waache watu wa Mungu, watu wangu waende wakamtumikie Mungu wao. Waache. Musa alijihusisha na jamii. Sikiliza nabii huyo. Lakini pia nabii Elia aliongea na Ahabu hadharani kuhusu dhuluma ya nchi. Elia na yeye alijihusisha. Alisema kwa ajili ya nchi, alisema kwa ajili ya jamii, alisema kwa ajili ya waumini, alisema kwa ajili ya watu wa mataifa, alisema kwa ajili ya taifa. Elia aliongea na Ahabu hadharani kabisa. Nini? Kuhusu dhuluma ya nchi. Kumbe Elia alimwangalia Ahabu, akamuonya kuhusu dhuluma, tena akasema hadharani. Hawa ndiyo manabii ambao tunawasoma katika historia. Yuko wapi Elia wa leo? Yuko wapi nabii wa leo anayeweza kuthubutu kuonya dhuluma ya nchi inayoendelea, dhuluma ya taifa inayoendelea, dhuluma mahara? Nani Elia wa leo? Atapiga kelele kwa ajili ya taifa, atapiga kelele kwa ajili ya waumini, atapiga kelele kwa ajili ya wananchi. Nani Elia wa leo atakapoyaona maovu yanaendelea akapiga kelele? Bwana anasema Elia wa leo atakayesimama kulia na Watanzania, atakayesimama kulia na wananchi, atakayesimama kuomboleza nao, atakayesimama kujipiga kifua nao, atakayesimama kujua vilio vyao, kujua hofu zao, kujua maumivu yao, kujua bila kujali lolote. Elia wa leo ni nani? Ni nani? Ni nani? Ni nani? Ni nani? Ni nani? Sikiliza. Katika mwingine anaitwa Yohana Mbatizaji, alimkemea Herode kwa matendo ya udhalimu. Herode mfalme ambaye ni rais kabisa kipindi hicho, alimkemea Yohana Mbatizaji huyu, akamfuata Herode akamkemea kwa matendo ya udhalimu ambayo aliyafanya. Akamkemea tena, alimkemea hadharani kabisa, ambaye ni Yohana Mbatizaji. Alipoona anafanya udhalimu katika taifa, Elia, kwa sababu alikuwa mwakilishi wa Mungu kwa jamii, alijihusisha na jamii. Twende tukajihusishe, tuwe sauti zao. Sisi ndio tuna dhamana zao, sisi ndio sauti zao, sisi ndio tumepewa hiyo dhamana. Tutapoteza taifa,
tutapoteza watu. Watu hawataki kuingia makanisani mwetu, watu hawataki kumkiri Kristo kwa sababu tumejitenga nao. Lakini tunataka fedha zao, lakini pia tunataka sadaka zao, tunataka tujenge majumba, tunawaza kukaa kwenye majumba mazuri. Yuko wapi Yohana Mbatizaji wa leo aliyemkemea Herode? Sikiliza, Yesu mwenyewe alienda kwa maskini, wagonjwa na waliokandamizwa. Hakujificha ndani ya sinagogi, alikwenda akajihusisha na jamii, alikwenda akawa msaada wao, alikwenda mahospitali, alikwenda kwa wagonjwa, alikwenda mahali mbalimbali ya watu wenye taabu, akaingia ndani yao, akajua shida zao, akajua vilio vyao, akawa sauti zao. Unajua, kama kiongozi, nabii, mtume, kama ujihusishi na jamii, unawatenga, halafu hata kama ukijihusisha hauwasaidii, hiyo nafasi utakuja kuijibu. Yesu ambaye ni kielelezo chetu alijihusisha katika jamii na akawa sauti yao. Jihusishe wewe. Sikiliza, leo tumegeuka kinyume chake. Tumekaa ndani ya majumba ya kifahari tukisubiri viongozi wa kisiasa waje makanisani, badala ya sisi kuingia mitaani kusikia kilio cha watu. Sikiliza pointi hii. Leo tumegeuka kinyume chake. Tumekaa ndani ya majumba ya kifahari tukisubiri viongozi wa kisiasa waje makanisani, badala ya sisi kuingia mtaani katika kilio cha watu. Tumekaa viongozi wa dini, tunasubiri wanasiasa waingie ndani ya makanisa yetu, waje kwenye ibada, walete vitu wanavyovitaka wao. Na leo ndo unaona wanasiasa wanatumia makanisa kuligawa taifa, kwa sababu sisi viongozi wa kidini tuliopewa zamana kwa mababa tumepoteza mwelekeo. Badala ya sisi tutoke ndani ya makanisa yetu, twende kwenye vilio vya watu, tujichanganye, tukajihusishe ndani, tumesubiri wanasiasa waje ndani ya kanisa, tumesubiri viongozi wanasiasa waje ndani. Na ndivyo katika taifa hili la Tanzania. Katika nyakati za mwisho, wachungaji tumeacha wito wetu. Tuna makanisa lakini hatujui thamani ya kuwa baba, hatujui faida ya kuwa baba, hatujui misingi ya kuwa mababa, hatujui mafaida hiyo. Tuna dira zetu nyingine, tunatafuta kukaa kwenye majumba ya kifahari, tunatafuta heshima ya madhabahuni tunaposimama tu kuongea, tumesimama tu kusema utabarikiwa, utainuliwa. Hatuchangamani nao. Ndio maana nimewaambia ujumbe Bwana alionipa sio ujumbe wa kukaa huko. Tunatakiwa kuwa na mbinu ya kwenda huko, kujua shida zao ili iwe rahisi. Kuna watu wana vilio, wako ndani ya kanisa, wanakuja wakiamini kabisa kanisani baba atazungumza kitu kwa ajili yao, baba atasema na mimi, baba atanifuata. Leo wachungaji hatuko na jukumu la kumsikiliza muumini. Na kama unataka amsikilize muumini, anakuambia toa hela. Ni hatari. Taifa la Tanzania limefika hapa kwa sababu ya wachungaji wameacha wito wao, kwa sababu ya watumishi wa Mungu wameacha wito wao. Tumefika hapa, damu inaenda kumwagika, si kwa sababu ya wanasiasa peke yake tu, ni kwa sababu ya viongozi wa kidini wameacha nafasi zao. Sikiliza watu wa Mungu, ni hatari inayokuja. Bwana anatuita turejee kwenye wito wa kwanza. Wito wa kwanza ni upi? Sikiliza mtu wa Mungu, nimekuita uwe nuru ya ulimwengu, si taa chini ya kitanda. Ukisoma katika Mathayo 5 mstari 14 mpaka 16, Biblia inasema hivi, nimekuita uwe nuru ya ulimwengu, si taa chini ya kitanda. Mathayo 5 na ule mstari 14, Biblia inasema tumeitwa kuwa nuru ya mataifa. Kumbe sisi wachungaji, sisi tunaojiita manabii katika taifa la Tanzania na duniani kote, tumeitwa kuwa nuru ya mataifa.
Tumeitwa kuwa nuru, tuangazie. Tumeitwa kuwa sauti za jamii. Tumeitwa kuwa sauti za wananchi. Tumeitwa kuwa sauti za wanaoonewa. Tumeitwa kuwa sauti za watu ambao wenye hofu katika taifa lao. Hawalali kwa amani kwenye nchi zao. Hawalali, wanalala wakiwa na hofu. Tanzania leo, wananchi wa Tanzania wanalala wakiwa wana hofu. Wako makanisani, kuna hofu, 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 hofu. Watu wana hofu, wanakwenda makanisani wakiwa na hofu. Mtu alikuwa anatembea Tanzania saa 9 za usiku, saa 10 anatembea kwa miguu, anawahi kazini. Lakini leo unatembea huku unaangalia nyuma, upande, kulia, kushoto. Hofu. Lakini watu wa Mungu, viongozi wa dini hawana habari. Kimya, wamenyamaza. Nimekuita kuwa nuru ya mataifa. Juu ya kukemea hii hofu ni viongozi wa dini. Mko wapi? Sikiliza, taa ikifunikwa giza litatawala. Taa ikifunikwa giza litatawala. Giza hilo ndilo tunaloliona sasa. Watu wanakufa, wanatoweka, wananyanyaswa, lakini kanisa limekaa kimya. Narudia tena, watu wa Mungu, taa ikifunikwa giza litatawala, na giza hilo ndilo tunaloliona sasa. Watu wanakufa, watu wanatekwa, wananyanyaswa, lakini kanisa limekaa kimya. Kanisa la zamani halikukaa kimya. Leo kanisa la leo liko kimya linapoyaona machafuko, hatari kwa waumini wao, kwa wananchi wao, kwa watu wao, kwenye taifa lao. Kanisa limekaa kimya. Kanisa limekaa kimya. Limeacha taifa kwenye mikono ya wanyang'anyi, mikono ya muovu shetani, mikono ya watesi. Nani atalaumiwa zaidi? Ni viongozi wa dini. Turejee katika njia. Bwana ananiita, ameniambia tujihusishe katika jamii. Huu ndio wito wa kulikomboa dunia na watu wake, kurejea kuwa marafiki wa watu, sio kuwatenga. Tusitangulize kanuni zetu tukashindwa kutumia maarifa ya Roho Mtakatifu ya kuwafanya watu wawe katika safari wakiwa na imani ya kwamba tuko na watu sahihi. Leo watu wenye haki hawako salama tena. Watu wa kweli hawako salama tena. Ni kwa sababu ya uzembe wa viongozi waliojaza watu makanisani mwao. Viongozi wa dini hawajui nafasi zao, ila wamejaza tu watu kwa sababu ya sadaka, kwa sababu ya kwenda Ikulu, mahara popote pale. Nani atalaumiwa? Taifa litakapomwaga damu, taifa litakapopasuka, nani atalaumiwa? Ni wewe. Rejea, kaa kwenye nafasi yako kabla mambo hayajakwenda. Jua cha kufanya kabla mambo hayajaribika. Bwana anatuita tena tusimame kwa ujasiri, lakini kwa upendo. Tusimame kwa watu bila kuharibu imani zetu. Tusimame kwa haki bila kuchochea ghasia. Na tunaposimama kwa ajili ya kutetea jamii, tusichochee ghasia. Lafuzi zetu na maneno yetu yasichochee ghasia katika nchi. Bwana anatuita tusimame tena, tusimame kwa ujasiri, lakini kwa upendo. Tusimame wakati watu bila kuharibu imani zetu. Ndio, tusimame kwa haki bila kuchochea ghasia. Kwa nini taifa linaelekea kuangamia? Kwa nini taifa linaelekea kuangamia? Kwa nini taifa linaelekea kuangamia? Ni kwa sababu viongozi wa kiroho wameacha jukumu la kiroho na kijamii. Kwa sababu hiyo taifa linaelekea kuangamia. Hii ndio sababu taifa linaelekea kuangamia. Ni kwa sababu viongozi wa kiroho wameacha jukumu la kiroho na kijamii. Kumbe ukiwa kiongozi wa kiroho lazima ujihusishe na jamii. Lazima ujihusishe na jamii yako. Jihusishe na waumini wako. Usisubiri mpaka wakutafute. Nenda katikati yao. Yesu alienda katikati yao. Wewe jichanganye. Nenda kawasikilize. Wanasema nini? Wana shida gani? Sikiliza mtu wa Mungu, mahala ulipo,
hawasemi tena ukweli kwa mamlaka. Wameogopa kutiwa gerezani zaidi kuliko kuogopa damu isiyo na hatia kumwagika. Wameacha kutembelea jamii, hawajui mateso ya watu wao. Sikiliza, ninarudia tena, hawaogopi kutiwa wameogopa, watumishi wa Mungu hao wameogopa kutiwa magerezani zaidi kuliko kuogopa damu isiyokuwa na hatia kumwagika. Wameacha kutembelea jamii, hawajui mateso ya watu wao. Lakini maandiko yanasema mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo, Yohana 10:11. Lakini wachungaji wengi leo wametoa kondoo kwa ajili ya nafsi zao. Hii unaiona? Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo, Yohana 10:11. Lakini wachungaji wengi leo wametoa kondoo kwa ajili ya nafasi zao. Kondoo wamewatoa, wameacha wameuawa, wameacha wametekwa, wameacha wameteswa. Wao wako tayari kwa ajili ya nafsi zao, wako tayari kwa ajili ya familia zao, wako tayari kwa ajili ya magari ya kifahari, wako tayari kuliachilia taifa liende pabaya, kuachilia viongozi wa kisiasa waharibu amani, lakini wao wapate utajiri, wapate wanachokitaka. Wameacha nafasi zao. Naongea na viongozi wa dini. Sikiliza vizuri. Wito kwa viongozi wote wa dini. Nisikilize vizuri. Sikiliza. Bwana anatuambia leo, wito unisikilize. Rudi kwenye uwanja wa huduma. Turudi kwenye uwanja wa huduma, sio jukwaa la heshima. Tembea mitaani, sikia kilio cha watoto, omba nao. Waliojeruhiwa simama, na waliopoteza tumaini. Turejee, huu ndio wito wa viongozi wa dini. Turejee, huu ndio wito wa viongozi wa dini. Rudi kwenye uwanja wa huduma, sio jukwaa la heshima. Tembea mitaani, yani tembea, kajihusishe nao. Sikia kilio cha watoto, omba, na waliojeruhiwa simama, na waliopoteza tumaini. Tujifunze kujitoa kama watumishi wa kweli, si kama wafalme wa kidini. Tujihusishe na jamii katika shule, hospitali, sokoni na mitaani, tukiwaleta watu kwa Kristo kwa matendo halisi ya upendo. Twende kwenye mashule, twende kwenye mabaa, twende mahospitali, twende kwenye mataasisi mbalimbali. Tusiwe kama wafalme wa dini. Tusitafute wafalme, tusitafute heshima. Tujihusishe kwenye jamii, tujichomeke. Leo ni watu wangapi wanaoingia kwenye hospitali kwenda kuwatembelea? Na kama unaenda unashangaa mtu anatafuta kamera kwenda kupiga mapicha. Nimekwenda, nenda kimya kimya. Viongozi wa dini wanapofanya matendo ya huruma, wanajionyesha ni makosa mbele za Bwana. Nenda kajichanganye kwao, nenda kafanye kazi ulioitiwa. Turejee kama Bwana anavyotuitwa. Sikiliza, zipo mbinu za kiroho za kuwarejesha wito katika nyakati hizi. Maombi ya maombezi ya taifa. Kanisa lisali sio kwa maneno ya kawaida tu, bali kwa toba na maombi ya maridhiano. 2, kusema ukweli wa upendo. Tuseme ukweli wa upendo. Wachungaji na viongozi waseme kweli hata kama inauma, lakini kwa heshima na hekima. Sikiliza. 3, kujenga daraja la upatanisho. Kanisa liwe mahali pa watu wote, si wa chama fulani. Sikiliza vizuri. 4, hudumia maskini na walioteswa badala ya kusubiri waje kanisani tuwafuate. Sikiliza mtu wa Mungu. 5, kuwafundisha vijana waelewe kwamba ukombozi wa taifa
hauji kwa vurugu, bali kwa maarifa, sala na hekima. Sala na hekima. Watu wa Mungu, katika hitimisho langu ninalomalizia, nataka niseme jambo hili, ni kwamba kama hatutabadilika, Tanzania italia. Sio kwa sababu Mungu amepuuza, bali kwa sababu tulishindwa kutimiza nafasi zetu kama walinzi wa malango. Ninarudia tena wito kwa viongozi wa dini. Nisikilizeni vizuri. Kama hatutabadilika, na tena kama hatutafanya haraka kabla ya tarehe 29 kubadilika, kufanya juu chini baada ya kusikiliza ujumbe, kama hatutabadilika, Tanzania italia. Italia. Sio kwa sababu Mungu ametupuuza, bali kwa sababu tulishindwa kutimiza nafasi yetu kama walinzi wa malango. Nimewaambia katika masomo yangu yaliyopita, sisi ni walinzi wa malango. Hatakiwa tuwe na akili na kuyasoma majira ya kujihusisha. Nisikilize watu wa Mungu. Lakini bado kuna tumaini kama viongozi wa imani wataamka kuomba na kusema ukweli wa Mungu. Atulehemu malango ya wataifa, mlango wa taifa. Mlango wa taifa letu utakuwa sawa sawa. Ninarudia tena, watu wa Mungu, watu wangu walioko kwa jina langu wakinyenyekea na kuomba na kuacha njia zao mbaya, ndipo nitawasikia kutoka mbinguni, nitaponya nchi yao. Katika kitabu cha Maombolezo au Mambo ya Nyakati 7:14. Turudi katika njia ambazo Kristo ametuapisha. Ametupa nafasi ya kusimama na jamii. Tutetee, tusimame pasipo kuogopa. Damu itaenda kumwagika Tanzania. Taifa linagawanyika. We mchungaji utakuwa wapi? Waumini wako watakuwa wapi? Watoto wako watakuwa wapi? Nasema na viongozi wa makanisa makubwa. Watu wa Mungu, mko wapi? Mko wapi? Mko wapi? Ujumbe huu ninautuma kwa watumishi wa Mungu kadha wa kadha. Ninautuma ujumbe huu kadha wa kadha kwa watu wenye makanisa makubwa hapa Tanzania. Nikianza na mtumishi wa Mungu Mwamposa. Hili ni swala la taifa, na Bwana amekupa zamana ya kukusanya maelfu ya watu. Muda huu taifa linakuhitaji. Tumia nafasi uliyopewa, Mwamposa. Bwana anataka useme kwa niaba yake, kwa ajili ya taifa. Lakini pia rafiki yangu pale Suguye, Bwana amekupa nafasi ya watu. Bwana muda huu katika taifa hili, kabla halijapasuka kuelekea kwenye mgawanyiko, unaweza kusema jambo juu ya kuleta ukaribu, damu isimwagike. Mnayo nafasi ya kwenda huko Ikulu. Mnayo nafasi ya kukana viongozi wa dini, ya wanasiasa. Mnayo nafasi katika taifa hili. Je, mmesimama kwa nafasi gani? Rafiki yangu Yorevi, wewe unadhani kwamba nina hila na watumishi hao? Hapana. Azidi kuwasi na kuwaomba. Nafasi mliopewa katika jamii Tanzania, itumieni vizuri. Maana taifa liko kwenye hatari ya kuelekea pabaya. Na msiposimama kwa nafasi zenu mliopewa nafasi kubwa, basi kuna hatari inawahusu hata watoto wenu. Taifa itaenda kuingia kwenye mkilio. Mnayo nafasi kabla hamjachelewa. Rafiki zangu, mtu hapo kuhani Musa, rafiki yangu, umepewa nafasi katika taifa hili. Kwa hiyo Bwana anasema, kabla taifa lijaenda katika uharibifu, mwagaji wa damu, Bwana anatuma ujumbe huu na kukumbusha unayo nafasi ya kusema katika nafasi hii ili taifa lirejee. Tumia nafasi yako vizuri kabla mambo hayajaribika.
Tumia nafasi yako vizuri kabla mambo hayajaribika. Marafiki zangu wa makanisa mbalimbali, wa Pentecoste, wa Sabato, AIC, KKT, Moravian, Waislamu, tumieni nafasi zenu. Mashehe, tumieni nafasi zenu. Ni muda wa kukomboa taifa kama viongozi wa dini. Rejeeni kwenye muhimili sasa, pasipo kutumia lugha chonganishi, pasipo kutumia lugha za uchochezi. Bwana anawataka kabla taifa halijaenda kwenda kugawanyika na kumwaga damu. Dhamana za ukombozi wa kitaifa unatakiwa uanze na ninyi. Nafasi iko kwenu. Mmegemea wapi? Mmetufikisha wapi? Mmeitumiaje nafasi kabla tujafika hapa? Mmetumiaje hii nafasi? Sije kuingia kwenye kujuta. Maana taifa litakapoingia kwenye mgawanyiko, taifa litakapoingia katika umwagaji wa damu, na ninyi hamtakuwa salama na waumini wenu. Mmetumiaje nafasi? Mmekaa upande mmoja kwa hofu, kwa kuogopa, kwa kuhofia. Basi taifa linapoingia kwenye ghasia, hata waumini, makanisa, hospitali, kila mahara kutakuwa hakuna huduma. Mafuta, magari yenu hayatatembea. Ndio, hayatatembea. Uwanja wa ndege hautakalika. Mahospitali kutakuwa kufai. Kazi yenu viongozi wa dini ni sasa, kabla mambo hayajakwenda kuharibika. Viongozi wa dini, kabla mambo hayajaenda kuharibika, tumieni nafasi. Nyinyi mkinyamaza, taifa litaelekea pabaya. Mliopewa zamana ya watu wengi, mnadhani mnaponyamaza ndio suluhisho. Sio suluhisho. Mnapoachia viongozi peke yake wa serikali, wanasiasa, kuwapaleti taifa hili linavyokwenda wanavyotaka wao, muda utafika hata wewe mchungaji uliye na magari ya kifahari, uliyekaa kimya, hautapata mafuta kwenye sheri, hautapata huduma hospitali. Ofisini, mabenki yatafungwa. Ghasia, damu itakapomwagika katika taifa lako. Ukimya wako usiwe mbaya. Tumia nafasi yako kwa lugha iliyo njema, lugha ya kujenga. Usiegemee upande mmoja. Nafasi uliyopewa si kwa ajili ya kuongoza tu watu kanisani. Nusuru taifa lako na waumini unaowaongoza. Ni wajibu wako kiongozi wa dini. Usikae kimya. Maana tuko kwenye hatari tunaelekea. Bwana anataka tutumie nafasi zetu. Ujumbe wangu Bwana alionipa viongozi wa dini: simameni, urejeshe uwiano wa hili taifa kabla hatari. Usizani wewe utakuwa wapi taifa linapoenda kugawanyika na kupasuka, damu zikimwagika. Utakuwa wapi? Watoto wako, ibada hazitakuwepo tena. Machafuko kila mahali, maduka, ofisi za waumini wako, sadaka utatoa wapi? Kama unanyamaza kimya kwa hofu, ndio unamkaribisha shetani afanye kazi yake. Ninawaomba viongozi wa dini, kabla ya machafuko hayajatokea katika taifa, tumieni nafasi zenu vyema, kwa sababu mnakaa na viongozi wakubwa wa serikali. Tumieni nafasi zenu vizuri. Tumia nafasi zenu vizuri kwa lugha iliyo njema na ya hekima, lakini yenye maonyo, kuliepusha taifa hili lisingie pabaya. Mungu amewaamini, amewapa dhamana, lakini mnapokaa kimya, hata ninyi mko hatarini.
Bwana awabariki. Ninawapenda. Mimi ni mtumwa wa Bwana. Nimepewa wito wa kujihusisha. Twende tujihusishe na jamii. Tusiegemee upande mmoja. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana.